Karibu tena mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii siku ya leo. Kesi ya Humphrey Polepole imechukua hatua mpya leo baada ya mahakama kuu jijini Dar es Salaam kutoa amri nzito kwa wanaotuhumiwa kumteka nyara Humphrey Polepole kusema alipo siku hii. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Mahakama Kuu ya Tanzania iliyoketi katika masjala ndogo ya Dar es Salaam imepanga rasmi tarehe 24 mwezi huu wa Oktoba mwaka huu 2025 kuwa tarehe ya kutoa uamuzi wake katika kesi ya kupotea kwa aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Malawi na Cuba, Bwana Humphrey Polepole. Kesi ya mwanadiplomasia huyo wa zamani aliyotoweka imevuta hisia za watu wengi kitaifa na kimataifa, huku Watanzania wengi wakisubiri kwa hamu majibu kuhusu kutoweka kwake kwa kutatanisha ambako kumedumu kwa wiki kadhaa bila kupatiwa ufumbuzi. Kesi hiyo ya kisheria inatokana na ombi la dharura lililowasilishwa na Humphrey Polepole mwenyewe kupitia kwa wakili wa familia yake Peter Kibatala, iliyosajiliwa kwa jina la ombi ya madai namba 24511 la mwaka 2025. Katika ombi hilo la mahakama inaombwa kuishinikiza serikali ama kumfikisha Humphrey Polepole akiwa hai mbele ya mahakama kuu, au iwapo amekufa au marehemu atafariki atangaze rasmi eneo la kifo chake na waweze kuwasilisha mwili wake. Kesi hii inawakilisha mojawapo ya changamoto za ajabu za kisheria nchini Tanzania katika historia ya hivi majuzi ya taifa hilo, ikionyesha uzito wa madai ya kutoweka yaliyotekelezwa. Kutoweka kwa Humphrey Polepole kumeendelea kusumbua dhamiri ya taifa na kuzua mjadala kuhusu uwajibikaji wa serikali na ulinzi wa haki za mtu binafsi kwa mujibu wa sheria za Tanzania. Kikao cha mahakama kuu kilichoongozwa na Jaji Salma Magimbi kiliendelea tena mapema huku ambapo pande zote ziliwasilisha mawasiliano ya mwisho ya kiutaratibu. Kwa mujibu wa wakili Peter Kibatala, hoja zilizosalia na vielelezo vya ushahidi sasa vitawasilishwa kwa maandishi kutokana na unyeti wa swala hilo. Kisha mahakama itatoa uamuzi wake kwa tarehe iliyopangwa ambayo ni tarehe 24 Oktoba. Kibatala alieleza kwa awali mahakama kuu ya Tanzania ilitupilia mbali ombi la serikali lililoomba kibali cha kuwahoji na ndugu wa mwanadiplomasia Godfrey Polepole. Hata hivyo, hoja ya serikali ilikuwa kwamba kuhoji watu hawa kunaweza kufafanua maelezo ya kutoweka kwa Humphrey Polepole. Hata hivyo, mahakama hiyo ilisema kuwa hoja hiyo haina mashiko na kuelekeza kesi hiyo iendelee kwa maandishi. Uamuzi ambao umeonekana kuwa ushindi kwa familia ya Polepole katika kutafuta haki. Nje ya chumba cha mahakama, Kibatala alionyesha matumaini kwa tahadhari, akithibitisha haki ya mteja wake ya ukweli na uwajibikaji. Alikariri kwamba kutoweka kwa Humphrey Polepole hakuwezi kuchukuliwa kama jambo la kawaida, lakini kama swala la kikatiba na kibinadamu ambalo linahitaji ufafanuzi kutoka kwa mamlaka. Matamshi yake yalisisitiza hisia za kutoweka kwa familia ya Polepole ambayo imepita miezi kadhaa bila uthibitisho wote rasmi wa mahali mpendwa wao alipo au ustawi. Kutoweka kwa Humphrey Polepole kuliripotiwa kwa mara ya kwanza miezi kadhaa ama wiki kadhaa kumradhi zilizopita, na tangu wakati huo uvumi na wasiwasi umeikumba nchi. Kutokuwepo kwake kumesababisha mashirika ya haki za kibinadamu na viongozi wa upinzani kuhoji ni kwa kiwango gani raia wanalindwa dhidi ya kuwekwa kizuizini kiholela na kutoweka kwa siri. Kwa Watanzania wengi, kesi hiyo inawakilisha mtihani wa iwapo mfumo wa haki unaweza kujitegemea kuviwajibisha vyombo vya dola katika masuala yanayohusu haki na kuishi na uhuru. Wachambuzi wa sheria wameona kwamba jinsi mahakama kuu inavyoshughulikia swala hilo inaweza kuweka kielelezo chenye nguvu kwa kesi zijazo zinazohusu madai ya kutoweka kwa watu wanaohusishwa na serikali. Wanasema kwamba ikiwa mahakama itatoa uamuzi kwa upande wa walalamikaji, uamuzi huo unaweza kuanzisha mifumo ya mahakama ya uwazi na uwajibikaji wa serikali katika kesi za kutoweka kwa lazima. Kuendelea kutokuwa na uhakika kuhusu kutoweka kwa Humphrey Polepole pia kumeibua wito mpya wa marekebisho ya kitaasisi ndani ya vyombo vya sheria vya Tanzania. Licha ya shinikizo la umma kuongezeka, serikali imenyamaza kimya kuhusu aliko mwanadiplomasia huyo wa zamani. Maafisa wa polisi hawajathibitisha wala kukanusha madai kwamba huenda alizuiliwa, kutekwa nyara au kudhuriwa vinginevyo. Ukimya huu umezidisha mashaka na wasiwasi miongoni mwa Watanzania na familia yake, ambao wengi wao wa Watanzania wanaona kesi hiyo ni ishara mapambano
mapana kati ya haki za raia na mamlaka ya nchi. Kwa familia ya Humphrey Polepole, kila siku inayopita bila uwazi kuzidisha uchungu na hamu ya kufungwa. Wanaharakati wa haki za binadamu wamesisitiza kuwa kesi ya kutoweka kwa Humphrey Polepole inakwenda zaidi ya mtu mmoja, inawakilisha mgogoro mkubwa zaidi wa haki za binadamu ambao unatishia mfumo wa maadili ya utawala. Mashirika ya kiraia yameitaka jumuiya ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na mashirika kama vile Baraza la Haki za Kibinadamu la Umoja wa Kimataifa na Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, kuzingatia kwa makini mwenendo wa kesi hiyo Tanzania. Wanasema kuwa uchunguzi wa kimataifa unaweza kusaidia kuhakikisha uwazi na kuwalinda Watanzania wengine dhidi ya matukio kama hayo. Waangalizi ndani ya udugu wa kisheria wa Tanzania wameelezea uamuzi ujao wa Jaji Magimbi kuwa unaweza kuwa wa kihistoria. Kulingana na matokeo, serikali inaweza kulazimika kutoa hadharani hatima ya Humphrey Polepole, ikiwa ni mara ya kwanza katika historia ya mahakama ya Tanzania kutolewa kwa agizo kama hilo katika kesi ya madai ya kutoweka au kutekwa. Wachambuzi wa mambo wanadokeza kuwa uamuzi huo unaweza pia kuimarisha imani katika uhuru wa mahakama na ujasiri wa kutetea haki bila uoga au upendeleo nchini Tanzania. Katika nyanja ya umma, mijadala kuhusu kutoweka kwa Humphrey Polepole inaendelea kutawala majukwaa ya mitandao ya kijamii, vipindi vya mazungumzo na mikusanyiko ya kisiasa. Watanzania wengi wanaonyesha kusikitishwa na ukimya wa muda mrefu kutoka kwa mamlaka, wakitaka uwazi utawale zaidi ya usiri. Wengine wanatumai kuwa uamuzi ujao utakuwa kama wito wa kuamsha taasisi za serikali kuheshimu taratibu zinazofaa na kulinda haki za kimsingi za raia wote bila kujali itikadi za kisiasa. Wakati taifa sasa linatazamia Oktoba tarehe 24 kusikiliza kesi hiyo, hali ya wasiwasi inaendelea kuongezeka. Uamuzi wa Mahakama Kuu unatarajiwa kuamua ikiwa ni lazima serikali imtoe Humphrey Polepole akiwa hai au mbele ya benchi, au kutoa nyaraka rasmi za kuthibitisha kifo chake na eneo la mabaki yake kwa nchi inayotamani kupata majibu na ukweli na uwajibikaji. Hukumu hiyo inaweza kuashiria wakati mahususi katika historia ya mahakama ya kisiasa ya Tanzania, wakati ambao utarejesha imani katika haki au kuongeza kitendawili kuhusu kutoweka au kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole. Wakati taifa likivuta pumzi kabla ya hukumu ya Mahakama Kuu, kutoweka kwa Humphrey Polepole kunaendelea kugusa sana Tanzania na miongoni mwa jumuiya zake za diaspora. Kutoka kwa Dar es Salaam hadi Dodoma, kutoka London hadi Washington, Watanzania wameendelea kutoa matumaini yao kwamba kesi hii ya kihistoria italazimisha ukweli kudhihirika hadharani. Wengi wanaona hili kama kipimo cha dira ya maadili ya Tanzania, ikiwa mfumo wa haki unaweza kupanda juu ya ushawishi wa kisiasa na kuthibitisha kwamba hakuna raia, bila kujali hadhi yake, anapaswa kutoweka bila maelezo. Fumbo la kudumu linalomzunguka Humphrey Polepole limekuwa alama mapambano ya uwajibikaji na utu wa kibinadamu mbele ya ukimya na mashaka. Hatimaye kutoweka kwa Humphrey Polepole kumeilazimisha taifa hili la Tanzania kukabiliana na maswali magumu kuhusu mamlaka, haki pamoja na uwazi. Uamuzi ujao hautaamua tu mwenendo wa hatima ya mtu mmoja, lakini pia unaweza kufafanua upya mipaka kati ya mamlaka ya serikali na haki za mtu binafsi nchini Tanzania. Iwapo mahakama itashurutisha serikali kumwasilisha akiwa hai au kufichua ukweli kuhusu aliko, uamuzi wa mahakama wa Oktoba tarehe 24 utatoa mwangwi nje ya chumba cha mahakama. Itasimama kama kielelezo cha dhamira ya pamoja ya Tanzania, matakwa ya taifa kwamba ukweli na haki lazima kamwe zisiweze kutoweka, hata wakati wa Tanzania wanalilia haki katika kesi hiyo. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimeweza kukuandalia sasa hivi. Ningependa uweze kubonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.